Bei ya mafuta, bei ya mafuta, bei ya mafuta. Bana, hivi sasa bado bei ya mafuta imeendelea kuwa ni kizungumkuti, ama unaweza kusema ni mfupa mgumu. Sasa ikumbukwe leo ni Jumatano ya kwanza ya mwezi wa 6, na kama ilivyo kawaida kila Jumatano ya kwanza ya mwezi huwa mamlaka ya udhibiti wa nishati EWURA wanatoa bei za nishati mbalimbali ikiwemo mafuta. Sasa bei ya mafuta bwana imeshuka. Bei ya mafuta imeshuka. Lakini kushuka kwenyewe sio kushuka huko ambako wengi walitarajia. Bei ya mafuta imeshuka kwa shilingi 29 kwa petroli kwa jiji la Dar es Salaam, ambapo hivi sasa itakuwa ikiuzwa kwa shilingi 1486 kutoka shilingi 4115 ambayo ilikuwa ikiuzwa hapo awali. Wakati huo dizeli yenyewe ikipanda kwa shilingi 85 baada ya kuwekewa ruzuku ya shilingi 534 kwa lita moja. Sasa baada ya ruzuku hiyo petroli, diesel imeongezeka kutoka kuuzwa shilingi 4248 mpaka shilingi 4333. Sasa hiyo ni taarifa ambayo imetoka hii leo na imetolewa na EWURA. Kilichowashangaza wengi ni kwamba walitarajia pengine mafuta yangeshuka mara baada ya kupata taarifa kwamba kwenye soko la dunia mafuta yameshuka kwa takriban 22%. Unaweza ukajiuliza kama mafuta yameshuka katika soko la dunia kwa takriban 22%, kwa nini bado sisi, ama kwa nini bei ya mafuta hapa nyumbani Tanzania haijashuka, hali ya kuwa sisi tunafahamu na EWURA mara kadhaa imeweza kusema kwamba mafuta ambayo sisi tunayatumia ni mafuta ambayo yanatoka ama tunayapata kutoka Mashariki ya Kati, ambayo hivi sasa tunafahamu kwamba kuna mgogoro wa vita baina ya Israel, Iran pamoja na Marekani. Sasa kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kusababisha hali ya mafuta kuendelea kubakia kuwa juu, hali ya kuwa katika soko la dunia mafuta yameshuka. Kwanza lazima tufahamu kitu kimoja. Mafuta yaliyoshuka ni mafuta ghafi. Naposema mafuta ghafi namaanisha ni yale mafuta ambayo bado hayajafanywa mchakato kwa ajili ya matumizi, yanakuwa ni tunasema ni unprocessed oil. Kwa hiyo mafuta ghafi ndio mafuta ambayo bado yameshuka kufikia kutokea kwa asilimia takriban 22. Sasa nimesema zipo sababu kadhaa ambazo zinaweza zikasababisha bei ya mafuta isishuke, na hii ni kutokana na mazungumzo ambayo nimefanya na baadhi ya wataalamu wa masuala mazima ya uchumi. Sababu mojawapo ambayo wameizungumzia, nilisoma kwenye moja ya jarida ambalo lilikuwa linaelezea kuhusiana na bei za mafuta. Wanasema kutokuwa na hali ama kutotengemaa kwa hali ya kiusalama Mashariki ya Kati, yani ile hali ya kuendelea kuwa na mgogoro kunasababisha mafuta yasishuke katika maeneo mengi, hususan katika nchi za Kiafrika ambazo zinategemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani ambayo bado yanakumbwa pia na mgogoro huu, ama athari za mgogoro huu zinaendelea kuonekana. Kitu kingine ambacho kinasababisha ni kwamba tukumbuke mafuta haya yanayouzwa hivi sasa hayakununuliwa kwa bei hiyo ambayo imetajwa hivi sasa. Yani ni sawa na wafanyabiashara wanaweza wakanielewa hapa, ni kwamba unapokuwa umenunua mafuta ama unapokuwa umenunua bidhaa yako umeiagiza labda katika soko la dunia, tuseme uliagiza kwa dola kadhaa, labda wakati unaagiza mzigo wako dola moja ilikuwa na thamani ya shilingi labda 2600. Ule mzigo ukauleta mpaka unafika Dar es Salaam hapa, ukaupangia bei kulingana na wewe ambavyo ulinunua, lakini wakati mzigo wako bado haujaisha, thamani ya manunuzi kule ulipokuwa unanunua mzigo wako ikashuka. Maana yake ni kwamba hutaweza kushusha kwa sababu eti thamani ya manunuzi kule ulipokuwa unanunua mzigo wako imeshuka, lakini utakachokifanya ni kuuza kwa bei ile ile ili usipate nini? Usipate hasara. Yani maana yake utaendelea, kwa sababu mzigo
ulionunua mwanzo ukununua kwa thamani hiyo ambayo hivi sasa imeshuka. Ndicho ambacho kimetokea pia ama kinatokea pia kwenye mafuta, kwamba haya mafuta ambayo sasa hivi bado tunaendelea kuyatumia, ambayo bado tunaendelea kuyanunua katika vituo mbalimbali vya mafuta, hayakununuliwa kwa gharama hiyo ambayo inazungumzwa hivi sasa ya kushuka. Kwa hiyo lazima tutarajie kwamba pia hakuwezi kutokea suddenly decrease ya price ya oil kwa sababu bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka. Kwa hiyo lazima kuna utaratibu baada mafuta yale ya kwanza kuisha. Sasa yale ambayo yatanunuliwa kwa bei nafuu ndio hapo baadaye yataweza kushuka. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo pia tulikuwa natamani niliweke sawa, kwa sababu nilijaribu kuzungumza na baadhi ya watu ambao ni wataalamu kwenye mambo haya, pia waliniambia hizo ni sababu. Kwa hiyo tusitarajie mafuta kushuka kwa hivyo ambavyo sisi tuko tunatarajia, japo pia nimeona mijadala mbalimbali maeneo mbalimbali huko mitandaoni, watu wakilaumu pia serikali, wakisema serikali itakiwa ichukue hatua na vitu vingine kama hivyo. Hilo serikali wao wanalifahamu na nafikiri pia wanaangalia namna gani ya kuweza kulifanyia kazi, lakini kwa sasa lazima tufahamu hivyo. Kizungumkuti kinabaki, je, nauli tunasema nauli zimepanda. Yani nauli zimepanda kwa kiasi kikubwa sana, na gharama za maisha pia zimeongezeka kutokana na kuongezeka ama kupanda kwa bei ya mafuta, lakini bado vipato vyetu viko pale pale. Kuna rule moja nasemaga, hii inaitwa rule of emergency. Hii ni ile ni kama law fulani hivi ya mambo ya dharura. Wakati mwingine unapopata dharura lazima kuna maumivu utayapata. Lazima unapopata dharura kuna maumivu utayapata, kwa sababu hakuna alitarajia kwamba mafuta pengine au kungetokea vita baina ya mataifa hayo, mgogoro kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwetu linakuja ni kama vile swala la dharura ambalo kinamna moja ama nyingine lazima pia liweze kutuumiza. Kwa hiyo linatuumiza kwa upande gani? Ndo katika upande huo kwamba kipato kinabakia kuwa kile, lakini bei ama gharama za maisha zinakuwa juu. Kwa hiyo hilo linakuwa ni swala la dharura. Kwa hiyo maumivu unayapata hapo, lakini swala linapokuja baada ya muda, nafikiri huwa kuna namna regulations mbalimbali huwa zinafanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa katika hali yake ya usawa. Leo nitaka kuzungumza hilo kuhusiana na swala zima la bei ya mafuta. Bado mafuta yako juu, yameshuka kwa kiasi kidogo sana, lakini gharama pia za usafiri bado ni kubwa sana, hususan katika jiji la Dar es Salaam. Hapa hivi sasa nauli ya chini kabisa ni shilingi 700. Yani kama una shilingi 700, uwezekano wako wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni mdogo sana. Mimi naitwa Salum Amani na hii ni Kawabe Media. Hadi wakati mwingine.